baada ya kuweza kupata matokeo ambayo sio rafiki katika mchezo wao wa ufunguzi wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League. Klabu ya Yanga hatimaye mashabiki wa klabu hiyo wamejia juu uongozi wa klabu hiyo baada ya kuweza kufanya maamuzi ya haraka zaidi kumtimua kocha wao Miguel Gamondi, na wakisema kwamba ilikuwa haipaswi kuwa haraka kiasi hicho, kwani ndio kitu ambacho kilipelekea timu hiyo kuweza kupata matokeo mabovu katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya Al Hilal ya Sudan, ambapo katika mchezo wa siku hiyo ama mchezo huo wa kwanza wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, Yanga waweza kukubali kipigo cha magoli 2-2, magoli yakifungwa na Koulibaly pamoja na mchezaji Yasir Muzamil na kutamatisha kwa kipigo hicho katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kingine ambacho ni kubwa zaidi ni kuanza tena vibaya na kutegemea katika hatua hiyo ya makundi kama ilivyokuwa msimu uliopita, ambapo walipokea kipigo cha magoli 3-0, lakini wakati ule ikiwa ni uwanja wa ugenini dhidi ya CR Belouizdad. Na watu wengi wamejipa matumaini kwamba pengine Yanga wanaweza kanyanyuka tena na kuweza kufanya vizuri katika michuano hii ya ligi ya mabingwa, wakiwa kundi moja na klabu ya MC Alger ya pale Algeria, sambamba na TP Mazembe ya Tukusa ya pale nchini Congo DRC. Katika mchezo wa siku ya jana, Yanga walicheza vizuri, lakini walishindwa kutumia baadhi ya nafasi ambazo walizipata, huku ikiwa ni siku maalum kwa mshambuliaji wao raia wa Zimbabwe Prince Malele Dube, ambaye katika baadhi ya nafasi na watu wengi wakilalamikia juu ya klabu hiyo kumtambulisha mchezaji kama siku yake, jambo ambalo sababisha kuweza kucheza kwa dakika 90 huku akiwa kiwango kibora. Katika siku ya jana, tukio lingine ambalo liliwafanya mashabiki wa Yanga waweze kulalamikia ni mabadiliko ambayo yalifanyika na kocha Sead Ramovic, ambapo alitoa mchezaji Max Nzengeli na kumuingiza mchezoni Clatous Chota Chama, huko kumwacha mchezoni mchezaji Prince Malele Dube, ambaye kama hakuwa na bahati katika mchezo wa siku ya jana. Hata hivyo waliendelea kusukuma goli mpaka dakika 90 inamalizika na Al Hilal wakibuka kwa ushindi huo wa magoli 2-0 dhidi ya Yanga katika uwanja wake wa nyumbani. Yanga katika hatua hii ya makundi, mchezo wao unaofuata ni dhidi ya MC Alger, ambapo watakwenda kupambana nao kule nchini Algeria katika jiji la Algiers. Mbuke MC Alger kwa mchezo wao kwanza ugenini dhidi ya TP Mazembe wameweza kutoshana nguvu kwa kutoka sare ya bila kufungana. Hivyo kwenye msimamo wa kundi, Yanga wanaonekana wako mkiani kiwa wana alama, huku kinara kundi kini Al Hilal mwenye alama 3 na magoli 2. Wanafuatia ni TP Mazembe pamoja na MC Alger, wote wakiwa na pointi 1-1. Kipi ambacho kitajiri ni wakati wa kuendelea kusubiri.